Naitwa Sheikh Ibrahim Bombo, ni makamu mwenyekiti Jumuiya ya Maridhiano Tanzania mkoa wa Mbeya, lakini ni imamu wa msikiti wa Isanga. Kwa nafasi hii niliopewa na pumzi hii nilionayo kwa siku ya leo, nipende tu tuseme kwamba tumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa yote ambayo anaendelea kutupatia, na tusubiri kwa yote ambayo anaendelea kutupa mitihani mbalimbali. Mtihani ni sehemu ya maisha kujifunza kwenda hatua nyingine. Ndugu zangu, mimi kama Mtanzania mwenzenu na kiongozi wa dini, niseme tu kwamba kuna maisha baada ya uchaguzi. Kama tulivyokuwa tukizungumza, kuna maisha kabla ya uchaguzi na kuna maisha wakati wa uchaguzi na kuna maisha baada ya uchaguzi. Sasa tuko kwenye maisha baada ya uchaguzi. Uchaguzi ni process ya muda mfupi sana. Tumeona kampeni ilikuwa ni miezi miwili, lakini baada ya kampeni hiyo tumeona siku ya kupiga kura ilikuwa ni masaa 12 tu, lakini miezi miwili ilishapita. Masaa yale 12 nayo pia yalishapita. Nini kinachobaki? Inabaki nchi yetu ambayo masaa mbele ni mengi sana, muda mbele ni mwingi sana, ambao nautumia mimi, natumia watoto wangu, wanatumia wajukuu wangu, na watatumia vitukuu vyangu. Kwa hiyo nchi inakuwa na maisha marefu sana kuliko kipindi ambacho tumekipitia cha kampeni kwa wanasiasa, lakini pia kwa wapiga kura, kwa wale raia ambao walitakiwa kwenda kupiga kura. Walilahi alhamdu wal minna, yote yameshapita. Nini sasa kifanyike baada ya hapo? Muda wa kampeni ulishapita, muda wa kupiga kura umeshapita. Maisha halisi baada ya kupata kiongozi sasa inatakiwa yaendelee. Na maisha haya naye pia yamewekewa limit. Kiongozi aliyochaguliwa ni kwa miaka 5, na miaka 5 pia nayo itapita. Atakuja kiongozi mwingine, naye pia miaka yake kwa mujibu wa katiba nayo pia yatapita. Sasa nini cha kufanyika? Cha kwanza kilichotokea baada ya uchaguzi na kiongozi kupatikana, kwanza kukubaliana na matokeo. Alhamdulillah, nchi yetu ni nchi ya demokrasia ambayo tuliona viongozi wa vyama vingine baada ya kupatikana kiongozi mmoja, maana ilikuwa lazima apatikane mmoja, wameridhia na wamekubaliana na matokeo, na hakuna yeyote aliyodauti, bi maana kwamba nchi inatakiwa maisha yaendelee. Lakini jambo la pili, baada ya hayo matokeo kubaliana, lazima yapatikane maridhiano na umoja wa kitaifa. Maridhiano katika vile vidonda vilivyotokea wakati wa kampeni. Watu waliumizana, watu walitoleana lugha nyingine nzito, lakini kwa uzuri ulivyo kampeni ya mara hii, tuthibitishe tu kwamba zilienda kwa ustaarabu wa hali ya juu. Kwa hiyo viongozi wa kisiasa wahimize umoja wa kitaifa na wasichochee chuki kwa wale wafuasi wao ambao labda walidhani nikishinda mimi basi mimi nitakuwa wale wafuasi wangu watanisapoti. Lakini sasa hivi imekuwa tofauti, ameshinda mwingine, na kwa sababu wote ni Watanzania, wote ni wanadini, wote tunaabudu, basi sote sasa tuelekeze mtazamo wetu kwa kiongozi mmoja, tumtii, tumsikilize, kusindikiza na kuendeleza taifa letu ambalo mbele yetu pana miaka 5 mingine kwa ajili ya kuleta manufaa na maendeleo ya kijamii kwa ujumla. Lakini jambo la tatu, lazima watu wapewe elimu ya uraia na amani. Amani inatakiwa ihubiriwe. Mashirika na taasisi za kidini, taasisi za elimu na wanahabari wote kwa ujumla wazungumzie habari ya umoja wa kitaifa, heshima ya sheria na maadili ya kidemokrasia. Wote hao wanawajibika kuyazungumza hayo kwa pamoja ili taifa letu lisonge mbele. Jambo la 4, naweza nikasema kwamba lazima kuzingatia sheria na haki. Sheria na haki, vyombo vya dola vihakikishe kwamba sheria inasimamiwa, sheria inaenziwa na sheria inatunzwa, kwa sababu bila hivyo mambo hayawezi kwenda bila sheria. Malalamiko yoyote yaweze kutumika au yapelekwa kwenye vyombo vya sheria ili kupitia mahakama au tume mbalimbali zilizoundwa, mambo watu wakae mezani wazungumze kwa mahusiano na kwa upendo wa hali ya juu. Viongozi wa dini, hiyo ni pointi ya 5. Viongozi wa dini, wazee wa mila wana wajibu mkubwa, watoe wito wa kutangaza na kuhubiri amani kila uchao, wasuluhishe migogoro pindi inapotokea, na wakumbushe wananchi umuhimu wa kusamehe na kuanza ukurasa mpya. Watu wanakoseana, watu wanagombana, wakigombana what next? Ni kwamba watu wakae mezani, viongozi wa dini wasuluhishe, sasa jambo liendelee. Viongozi wa dini na waasa, sisi ni kama chumvi kwenye chakula.
viongozi wa dini, sisi ni kama chumvi kwenye chakula. Umuhimu wetu ni mkubwa sana. Pale jamii inapoingia kwenye migogoro, basi sisi ndo tunakwenda kuiondoa ile migogoro kwa kutumia vitabu vyetu, ambavyo kwa hakika kwa kutumia vitabu hivyo hakuna gogoro hata moja linaweza likadumu katika mgongo huu wa ardhi. Niseme tu kwamba chumvi inapoharibika, ni nani ataitengeneza chumvi? Nichukue nafasi hii kusema kwamba viongozi wa dini tusimame na tujue thamani yetu, tujue wajibu wetu, kwa sababu sisi ni wateule wa Mwenyezi Mungu kuja kuzungumza mambo ya muhimu katika jamii tunayeendesha. Mwisho, kujenga mshikamano wa kijamii, hili ni jambo la msingi sana. Kuandaa shughuli mbalimbali za pamoja, mfano michezo, kuandaa usafi, ibada za pamoja, hizi zinalenga kujenga urafiki na kuondoa uhasama unaojitokeza wakati wote katika jamii tunazokuwa nazo. Kwa hiyo hata mikusanyiko yetu ya kiibada katika nyumba zetu za ibada, badala kuabudu mwenyewe unakwenda kuabudu na wenzako, badala kucheza mwenyewe unakwenda kucheza na wenzako. Hili linaleta suluhisho na kuondoa yale mafundo tulionayo, ili mwisho wa siku maisha yaendelee kwetu kama Watanzania wenye taifa hili. Lakini sio sisi tu, tuwarithishe vijana wetu maadili mema na tabia njema, ambazo kwa hakika nao watakuja kuenjoy amani iliyodumishwa na wazee wetu toka zamani. Hawatokuja kusikitika na kulia machozi ya damu pale ambapo sisi wazee wao tutakapoharibu, wao wataharibikiwa zaidi. Niseme tu, Tanzania ni yetu, amani kwanza.